Niwaambia, unapoanza kusaini mkataba wako wa ajira ndio siku unaandaa maisha yako ya kustaafu, si ndivyo? Yaani usifikiri kwamba itatokea ile miaka 30 unaiona mbali. Siku ya ile unapojaza mkataba pale na usaini, unakabidhiwa mkataba wako wa kazi, ndio siku ambayo unaandaa maisha yako ya kustaafu. Utaamua sasa, tastaafu nikiwa na maisha mabovu, tastaafu nikiwa nimeshajiandaa na maisha mazuri. Ni wewe mwenye huko katikati pale. Kwa hiyo kwa sababu leo ndio mmeanza, mimi nasema ni siku ya kwanza, naendelea kuwakumbusha. Najua mmetoka katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania, mmekuja Ludewa, na nikawaambia jana, jambo la kwanza lazima ukubaliane na mazingira yako ya kazi. Unapoajiriwa tu kwamba hapa sasa ndio eneo langu la kazi, nimefika. Tumeelewana tuondoe ile mindset ya mijini kwamba taajiriwa Dar es Salaam, Kinondoni, Arusha, Mwanza. Wewe umeajiriwa Ludewa na Ludewa umefika. Ukishaweka hiyo mindset, maana yake sasa tuenda hatua ya pili ya kutafsiri na kuscan fursa ambazo ziko kwenye maeneo yetu. Pale utakapopangiwa kijiji utakuta watu wanaishi, wana maisha na maisha yanaendelea. Lakini pia kuna fursa mbalimbali kule. Kuna fursa za kilimo, kuna fursa za uvuvi, kuna fursa za mifugo. Twende kule tuanze kujiandaa. Na jana nikawaambia watumishi wengi, kwa utumishi wangu ambao nimekaa kwenye nafasi ya ukurugenzi na nafasi zingine, nimejifunza mambo makubwa kwamba watumishi wengi tunaenda kukopa mkopo. Yaani unapofika benki kukopa, ndio hapo hapo unakuwa na wazo la nini fedha hiyo uifanyie. Lakini kiutaratibu sasa hivi mna muda mzuri, anza kufanya assessment toka leo mpaka utakapokuja kudhibitishwa kazini. Mwaka mmoja unakuwa umeshajua kwamba kwenye eneo langu naweza nikafanya 1, 2, 3 ambayo itakuwa ni nini? Ni fursa kwangu. Unapokuja kukopa mkopo tayari una mpango kazi mkononi wa nini ambapo fedha unataka kuifanyia nini.